Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mnamo tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2017 Benki Kuu ya Tanzania ambayo tumezoea kuita BOT ilifunga hiyo benki iliyotajwa FBME Bank Limited na kuiweka chini ya ufilisi baada ya kuthibitika kufanya vitendo vilivyokiuka masharti ya leseni ya uendeshaji wa biashara ya kibenki. Kufuatia hatua hiyo, BOT iliteua Bodi ya Bima ya Amana kuwa mfilisi kwa mujibu wa sheria ya benki na taasisi za fedha mwaka 2006. Sasa kwa mujibu wa sheria hiyo niliyotaja, benki inapofungwa au kufilisika, basi sisi kama taasisi kwa maana ya DIB tunakuwa na mamlaka ya kulipa fidia ya bima ya amana, deposit compensation, kutoka kwenye mfuko wa bima ya amana. Endapo DIB itateuliwa na BOT kuwa mfilisi wa benki husika, basi jukumu la DIB litakuwa ni kukusanya mali za hiyo benki. Tunaposema kukusanya mali ni pamoja na kufuatia mikopo na kama kuna fedha zimewekwa katika mabenki mengine au uwekezaji sehemu mbalimbali, alafu baadaye kulipa fidia ya ufilisi, liquidation dividends, kwa wenye amana wale ambao waliweka deposit zao. Na katika stage hii, kwa sababu tunazungumzia swala la ufilisi, tunazungumzia kiwango kile ambacho kinazidi kiwango ambacho kimewekwa na sheria, zaidi ya kiwango kile ambacho tumekitamka hapa cha bima cha kinga ya amana. Na sasa mwenendo upoje katika ulipaji wa fidia ya ufilisi? Ndugu waandishi habari, wateja wa benki FBME waliokuwa na amana zaidi ya shilingi milioni 1.5 hiki ni kiasi ambacho kilikuwa kinatumika wakati benki inafungwa, walikuwa 2280, na hii ilikuwa inajumuisha wateja wa Tanzania kwa maana ya local depositors ambao walikuwa 1414, ambao walikuwa wanadai jumla ya shilingi bilioni 35.2, na wateja wa kama 866 wa kimataifa. Hili ni kundi la wateja ambao walikuwa waishi Tanzania, wateja ambao wako nje ya nchi lakini walikuwa na akaunti zao Tanzania. Kwa hiyo kuna makundi hayo mawili. Hawa walikuwa na madai ya takriban shilingi bilioni 308.2. Kuhusu ulipaji wa fidia ya ufilisi kwa wateja wa Tanzania, local depositors, ni kitu ambacho natamani mkifikishe kwa wenzetu wananchi, ni kwamba kufikia tarehe 30 Juni mwaka huu, hili kundi lilikuwa limeshalipwa 85% ya amana zao. Malipo haya yalifanywa kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza walipwa 30%, awamu iliyofuatia 25%, na awamu ya mwisho, awamu ya tatu, walipwa 30%. Na majumuisho ya malipo ya ufilisi kwa awamu ya kwanza, pili na tatu ni kwamba kufikia tarehe hiyo, kwa awamu zote tatu, wateja 986 ambao ni sawa na 69.73 kati ya wale wateja waliotajwa 1414 walikuwa wameshalipwa fidia ya ufilisi kwa kiwango cha 15%, sawa na shilingi milioni 26.02 kati ya milioni 29.9. Na idadi ya wateja ambao hawajalipwa hiyo fidia ya ufilisi kwa sababu mbalimbali hadi tarehe hiyo 30 Juni ni 428 kati ya wadai wale waliotajwa 1414 ambao ni sawa sana 30.27. Na madai yao ni kama milioni 3.9 milioni.
Na sababu ningependa kujua pia kwamba kwa nini hao watu hawajalipa, ni kwamba hawajawasilisha madai yao. Wakiwasilisha tutawalipa kwa sababu fedha zipo. Na ningependa sasa kuwaomba waandishi mzingatie hili kuhusiana na ulipaji wa ufilisi wa awamu ya 4, na huo ndio msitizo na nia yetu kubwa katika kipindi cha leo, ni kwamba kufuatia juhudi kubwa zilizofanywa katika ufuatiliaji wa mali za benki hii, DIB imefanikiwa kukusanya kiasi kinachotosheleza malipo ya kiwango cha 15%. Kumbuka nilisema mwanzo walikuwa wamelipwa 85%. Sasa tumepata kiasi ambacho kinatosheleza kulipa 15% iliyobaki. Kwa mujibu wa utaratibu, DIB iliitisha kikao cha kamati ya wadai. Kwenye mchakato huu unakuwa na kamati ya wadai ambayo iliketi tarehe 29 Julai ili kuidhinisha haya malipo ya 15%. Baada ya kupata idhini ya kamati, tayari DIB imeanza mchakato wa malipo kwa wateja husika. Sasa ukamilifu kwa malipo haya utafanya wateja wa Tanzania walioweka fedha zao kwenye benki hii kuwa wamelipwa 100%, kitu ambacho si cha kawaida. Benki ikifilisika au kampuni yote ikifilisika, utarajii wadai wakalipwa 100%, lakini hili limewezekana kwa benki hii. Tunasema nini kuhusu malipo ya wadai wengine wa hii benki? Kwa sababu tumezungumzia kuhusu wadai ambao walikuwa na amana, depositors, lakini katika hali ya kawaida benki au kampuni inapofanya biashara bila shaka inakuwa na wadai wengine. Sasa wadai baada ya kulipa wateja wa Tanzania waliokuwa na amana kwenye benki ya FBME, DIB ikishirikiana na mfilisi wa tawi la Cyprus wanaendelea kukusanya mali ili kuweza kuwalipa wateja wenye amana waliosalia, ikiwa ni pamoja na wateja wa kimataifa wale wanaozungumzia kwa nje ya nchi na wale wa tawi la Cyprus. Hii benki ilikuwa na operations Tanzania, lakini pia kulikuwa na branch kubwa Cyprus. Lakini mchakato huu unafanywa kwa ushirikiano. Kwa hiyo kutakuwa na nguvu kubwa itaelekea kwa ajili ya kulipa hao wateja wa Tanzania wa kimataifa pamoja na wale wa tawi la Cyprus. Na mtiririko huu ambao tunaanza na wadai waliokuwa na amana, alafu kisha yanakuja makundi mengine, ni utaratibu ambao umewekwa kisheria. Kwa hiyo tunachoweza kusema wakati huu ni kwamba kwamba mpokee taarifa na wananchi waweze kuipata. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.